Yani mwana michezo, karibu kwenye kipindi pendwa kabisa, kipindi cha Sport Zone, kipindi ambacho kinakupa wasaa wa kuzimulika taarifa mbalimbali za kimichezo. Na kama ilivyo ada bana, mimi ni Mafia na Feni Samad Hassan official Ezal Zulu. Siko peke yangu, niko na wachambuzi wangu wa zamu, niko na Nice Masas Finest, lakini pia niko na Alex Junior, lakini pia bila kumsahau Abdullah Singida Goldest. Miongoni mwa taarifa kubwa ambazo tuko nazo leo kwenye Sport Zone ni mchezo wa dabi, mechi ya finali ya Kombe la Muungano wa 2026. Dabi ambayo itapigwa pale visiwani Zanzibar. Dabi ya pili ambayo inapigwa pale visiwani Zanzibar ndani ya mwaka huu wa 2026. Na kitu cha kuvutia kabisa, hii ni mechi ya finali ya Muungano Cup, mchezo ambao utapigwa leo pale visiwani Zanzibar. Kumbuka huu ni mchezo ambao unateka hisia za mashabiki Tanzania, Afrika Mashariki, lakini pia ulimwenguni kote. Mimi Mafia Feni Samad Hassan official Ezal Zulu. Pata mapumziko mafupi, kisha tunarejea moja kwa moja kuja kumulika mchezo wa finali, mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao unahamia pale Guantanamo Bay. Mwana michezo, baada ya kulipa bili, tunarejea moja kwa moja kwenda kuangalia wachezaji hatari ama nyota wa kuchungwa kwenye vikosi vyote viwili kati ya Simba Sports Club dhidi ya Dar es Salaam Africans. Moja kwa moja Nice, tuanzie kwako tupate wachezaji wa kuchungwa katika vikosi vyote viwili kati ya Simba Sports Club dhidi ya Dar es Salaam Africans. Wachezaji wa kuchungwa kwa upande wa Simba na kwa upande wa Dar es Salaam Africans wanatabirika na wanajulikana, lakini kuna consistency naiona kwa baadhi ya wachezaji wageni, lakini hata ambao walikuwepo mwanzo wa kikosi. Ukirudi kwa upande wa Yanga Alan Okello ameonekana kuwa mchezaji hatari sana, akiwa amehusika kwenye mechi 5 za mwisho za Yanga, mechi 5 zote zikijumuisha mashindano ya Muungano na Ligi Kuu. Ana assist 5, sawa, na ana goli moja kama sikosei. Ni rate ya kuassist kila mchezo anakuwa na assist. Lakini ukirudi kwa Pacome Pedro Zouzoua, huyu amezoeleka, ni mchezaji msumbufu na ni hatari sana, na ukienda kwenye mechi kama hizi kubwa za kuamua maamuzi, ameonekana kuamua katika michezo ya dabi mingi sana ambayo imecheza katika Ligi Kuu. Lakini pia ukienda kwa mchezaji kama Mdassir Yahya, ameonekana ni kiungo ambao ni hatari, yuko vizuri kwenye kushambulia, anatengeneza nafasi, funga. Lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila bila kumhusisha Prince Mpumelelo Dube, wenyewe wanamuita silent killer. Ni miongoni mwa striker ambao wanatuzilishia kwa wao ni bora zaidi. Na kwa nini amesajiliwa Dar es Salaam Young Africans? Kwa sababu gani? Dube hakupi tu advantage ya kufunga, hapana, lakini anakupa advantage nyingine ya kuwa mchezaji, yani tunasema ni second player kwenye ile 18. Ukiangalia mipira ya transition mingi sana inahusisha watu watatu. Pila kama utamkuta Okello, unamkuta Pacome. Kama unkuti Pacome, unamkuta Chris Mpumelelo. Ina tafsiri gani? Tafsiri yake ni kwamba ile namba 9 anakuwa amefanyaje, ameiua, amekuja kushuka chini. Nafasi yake kama akai Pacome, anakaa nani? Alani Okello. Lakini tukirudi kwa upande wa Simba bwana, naona kama wanaanza kujipata hivi. Tukianza na Anicet Ura, ni miongoni mwa wachezaji wasumbufu na wanaamua mchezo muda wote. Ukiangalia kwenye michezo hata ya Ligi Kuu, inaonekana ni mchezaji hatari sana, na mchezo wa nusu finali dhidi ya Mlandege ameingia, amefunga, lakini kuna baadhi ya set pieces alitengeneza yeye mwenyewe tu, hakuwa makini, angeweza kupata matokeo. Tunarudi kwa mwamba Clatous Chota Chama, wanasema ng'ombe azeki maini, kweli yeye anadhibitisha. Mechi ya Mlandege kipindi cha kwanza Simba walitengeneza nafasi nyingi, lakini walionekana kuwa wa kawaida sana dhidi ya Mlandege. Lakini kipindi cha pili Clatous Chota Chama ameingia, amebadilisha game mentality. Amepata nafasi 3, nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu ameassist. Selemani Mwalimu ametupikia kwenye kamba. Lakini tukirudi kwa Selemani Mwalimu mwenyewe, ameonekana na consistency nzuri ya kupata matokeo kwenye uwanja wa Amani. Hata ukihusisha mchezo wa dabi ambao umepita wa Ligi Kuu, ni yeye ndio ambaye alipata lile goli. Lakini kwenye convert nafasi kwa magoli ameonekana na changamoto kubwa, lakini improvement inaonekana baada ya kusema sana. Lakini tukirudi kwa Simba hapo nataka nimuongezee ili Mpanzu Kibisawala. Bwana Mpanzu naona kama amerudi kwenye ubora wake ambao wana Simba wengi walikuwa wanafanyaje, walikuwa wanausubiri. Ukiangalia sasa hivi amebadilika,
na hili linakwenda kutengeneza tunasema rotation pressure. Kuna kitu kinaitwa rotation pressure. Maana yake mwalimu yeye sasa anachanganyikiwa, nianze na Swamadu au nianze na mtu fulani. Kwa hiyo Mpanzu anakwenda kutengeneza challenge kwa mwalimu, aanze na yeye au aanze na Libase. Shukrani. Asante sana. Tuje kwako moja kwa moja Alex Junior, kwa dakika moja. Wewe ungepata nafasi ya kukipanga kikosi cha leo cha Simba Sports Club dhidi ya Yanga Africans, ungeanza na nani kwa dakika moja Alex Junior? Mimi licha ya kwamba Mamadou Tanja Kasali hajapata nafasi katika mashindano haya, ile ningeanza nayo Kasali kama namba 1. Shomari Kapombe hajapata nafasi. Yes, Mbappe kule Shomari Kapombe. Kushoto Kibabage pia kupata nafasi katika mashindano haya mpaka sasa hivi. Ningeanza naye Roshan Delek kama kawaida, pamoja na Olivier Toure katikati pale namba 4, namba 5, namba 6 kama kawaida Kagoma, namba 7 ningeanza na Kibisa wala Eli Mpanzu. Namba 8 ningeanza na Alassane Maodo Kante, namba 9 Mwalimu, 10 Carlos Chama, 11 Aniseti. Alpha Bugua, wewe ukipata nafasi ya kukipanga kikosi cha Young Africans leo hii katika mchezo wa dabi, mchezo ambao una hisia za mashabiki wengi kweli kweli, Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika kwa ujumla wake, lakini pia hata duniani kote mchezo unafuatiliwa. Wewe ungeanza na nani kuelekea mchezo huu wa leo? Kwa mimi kwa upande wa Yanga, namba 1 Diara Kagolini, namba 2 Israeli Mwenda, namba 3 Mohamed Hussein. Hapa fullback namweka center back. Yes. Namweka Babaka pamoja na Frank Yasin. Nadhani mpaka sasa hivi sidhani kama Mwamnyeto iko automatically mtu ambaye yuko open, namweka Frank Yasin. Lakini midfield naanza na Disi Abuya pamoja na Mdafi ya haya. Upande wa kulia namweka anatokea Alani Okelo. Alafu kushoto upande namba 11 Pacome Zouzoua. Alafu namba 19 au namba 10 na namba 9 anacheza na double strike, anacheza na Dube pamoja na Deti. Tutarajie mchezo unatoa mabao mangapi mchezo huu wa leo? Ukiuangalia mchezo unaona kuna magoli mangapi yanaenda kufungwa? Kwangu mimi sidhani kama magoli yanaweza yakazidi 3. 3 hayazidi. Kwa upande wote ule, ila goli 3 hazizidi. Alex Junior, kwa mechi ya leo nadhani tutakuwa na suluhu bila kufungana, maana yake mchezo utaisha kwa mikojo ya penalty. Kumbuka hii ni finali. Nice Masas Finest, unaona mchezo unaenda kuisha kwa mabao mangapi? Mchezo bwana. Mchezo kwanza siwezi nikatabiri mabao, lakini dakika 90 mtu anakufa. Dakika 90 mtu anakufa. Mtu yote ile anaweza akapasuka. Asante sana bwana. Kumbuka hii ilikuwa ni Sport Zone ya Focus Online Media. Nami ni Mafia na Fenesa Absamad Hassan official Ezal Zul. Nilikuwa na wachambuzi wanga zamu, nilikuwa na Nice Masas Finest, mwamba na mchambuzi wa Marcel ya Kabumbu kweli kweli. Lakini pia nilikuwa na mwamba kutoka Lock City, na huyu bwana si mwingine ni Alex Junior, bila kumsahau Singida Goldest Alpha Abdullah. Usisahau kutufuatilia katika mitandao ya kijamii kupata update mbalimbali za kimichezo. Kumbuka hii ni Sport Zone ya Focus Online Media. Unaweza kupita mjini YouTube pale as Focus Online Media, ukasubscribe na ukawa kwanza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo. Kumbuka nyuma ya kamera alikuwa ni director Ismail, nami ni Mafia na Fenesa Absamad Hassan official Ezal Zul. Unaweza kunifuatilia katika mitandao ya kijamii kama official Ezal Zul. Chao, mpaka muda mwingine tena, hatuna la ziada.